Naam, asanteni sana kwa mara nyingine tunapatana kwenye kipindi cha Sema na leo tumebahatika sana kupatana pia na kiongozi, mchezaji, pamoja pia na ni waziri pia, na pia kuna wakati mwingine ashainiambia amekuwa kasisi. Sasa atatuelezea vizuri yeye ni waziri ama yeye ni kiongozi, ni mchezaji, ni kasisi lakini kikubwa ni kwamba tumebahatika kuwa na waziri Elias Murega ambaye ni waziri wa kaunti ya Meru, ambapo nataka tuzungumze naye kuhusiana pia na mpira katika kaunti ya Meru, michezo katika kaunti ya Meru, aweze kutufafanulia hatua ambazo serikali ya kaunti imepiga kuhusiana pia na mpira wa soka, michezo mbalimbali, riadha, kuna masumbwi, kuna michezo mingi. Karibu tena sana kwenye Sema na waziri. Nashukuru sana. Naam, Kiswahili chako najua kiko sawa. La kabisa. Sijai kuwa na wasiwasi na wewe. Hapo naye itabidi sijui ni tuite mkarimani wala biliwala. Sasa hali za mwaka mpya ziko vipi? Hali si mbaya. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya fursa nyingine ya kuona mwaka mwingine mpya. Na kwa majaliwa tunatarajia mengi na makuu tunavyoendelea. Tunapozungumzia waziri Elias Murega, wewe kama Elias Murega unajichukulia kama mpenda michezo ama kiongozi? Yote unaweza sema kwa sababu pia mpenda michezo pia ni anaweza kuwa kiongozi because hii ni passion ambayo niko naye kwa miaka mingi na pia michezo ndio impatia nafasi ya kuwa kiongozi kwa sababu nipo pale shule ya msingi nilikuwa captain ama kiongozi ambaye alikuwa wa michezo. Baada ya hapo nikakuwa kiongozi wakati nilifika chuo kikuu. Na baada ya hapo pia nikakuwa kiongozi wa michezo ile tunaita shirika la mchezo la Kenya FKF. But hizo enzi ilikuwa tulianzia na ingine ilikuwa inaitwa FKL. Oh, FKL? Nilikuwa secretary general Meru. In fact ilikuwa hapa Eastern. Okay. Hiyo ilikuwa mlengo ingine ilikuwa imetengenezwa after kupart ways na KFF, Kenya Football Federation. Okay. Ambaye alikuwa hiyo wakati hiyo hayati kiongozi aliweza kutengeneza another federation apart from ile ilikuwa FIFA recognized. Hapo pia nilikuwa kiongozi. Wakati hiyo FKF ilikuwa na Ken Rongo. Sasa tulikuwa mkono mvutano. Hapo ndio nilianza. So nimekuwa katika uongozi wa mpira kwa muda lakini baada ya hapo nimekuja pia nikakuwa kiongozi wa siasa kama MCA, naibu speaker, na sasa niko waziri wa michezo, vijana, jinsia na maendeleo ya jamii. Labda kwa yule labda kwa njia moja ama nyingine hajapata nafasi ya kukuona ukiwa katika shule ya upili ama shule ya chuo kikuu labda ukicheza mpira, labda tupe ile taswira, ulikuwa unacheza na mbali gani? Na unajua kuna wengine labda hujapatika kukuona kwa uwanjani. Nashukuru Mungu kwa sababu hii ni talanta ambayo nikabidhi kutoka primary school. Nilikuwa nacheza midfield. Nilikuwa midfielder, attacking midfield. Na kutoka hapo nilikuwa ball boy hiyo wakati ulikuwa na Mafuko Bombers ambayo ilikuwa Kenya Premier League. Baada hapo nakumbuka nilipatiwa mpira na Gilbert Riai, alikuwa mchezaji, alikuwa ametoka Oman hizo wakati. Akicheza AFC Leopard wakati ilikuwa inawika. So hiyo mpira ndio niliuza nikapata at least ya kulipa mtihani hiyo wakati class 8 na nikafanya vyema. Then kulikuwa na coaches a Sudanese alikuwa anaitwa Mr. Kandaro. Wakati nilienda jandoni yeye ndiye alikuwa ananitafuta ili anipatie nafasi ya kujiunga na shule ya upili ya Kaga Boys. Okay. So hiyo wakati
Kuna mambo mengi niliweza kupitia kabla ni join ama nijiunge na shule ya upili ya Kaga Boys. But hata kama nilikuwa nimepita, Kandaro alikuwa coach, pia alikuwa na scout wachezaji na alikuwa referee, senior referee na coach kwa wale makochi walikuwa hizo. Wakati tulikuwa na shule kama 2-3 Eastern ambazo zilikuwa zinajulikana na kadanda. Moja ni Iko Boys, Churu na Kaga Boys. So nilipata fursa ya kwenda pale through also a scholarship na Plan International, na nikiwa form 2 ndio niliweza kujoin Premier League kucheza hiyo wakati Kisima Bombers. The time ilikuwa mwisho na nakumbuka apart from kwenda provincial mara mingi na kucheza high school games, tukachukua cup mingi, tournament within hapa hizi Mameru Open, lakini ile ilikuwa ya kukumbuka sana ni Premier League na pia under 17 ile ilikuwa naita Coca-Cola. Because mwaka wa I think ilikuwa 2008 ama 2007 hapo. Not 2007, I think ilikuwa 2002 ama 2000. Moja hapo hiyo wakati nilikuwa around 15 years, 16. Ndio nilicheza na Oriech. Hiyo time ndio alikuwa ameanza kuwa top. Between Eastern Province na Nairobi Province. Nakumbuka akitufunga bao 7. Ile timu walikuwa wanacheza na hii. Na sasa sisi. Oriech na kati ya hizo nafikiria alifunga 6. Na hapo ndio niliweza nakumbuka sana. Na hiyo ndio anda ambayo tulicheza. Pia Moses Odhiambo walikuwa na huyu tunaita Kupe walikuwa na wengi ambao tulishiriki nayo kucheza under 17 ya hiyo wakati. That was among prestigious tournament ambazo zilikuwa hapa nchini na ilikuwa inajulikana sana. So anytime tulikuwa tunapigania tuwe kwa selection ambayo tutajiunga kurepresent hii region. Baada ya hapo sasa ndio nilicheza Premier League. Matches zile nakumbuka pia ni game ya Nzoia Sugar, game ya Mumias na Shabana kama wanaweza kumbuka, mimi ndio nilifunga. Tulishinda 2-1 hapa Kinoru Stadium. Na naikumbuka sana kwa sababu nilifungia katikati. Shoti zile za Adria Pilo. Na sidhani ni wengi wanaweza kumbuka, lakini tulienda Mumias wakafunga sijui 4 bila. Tukaenda Nzoia hiyo wakati walikuwa wanaenda kucheza na Zamalek. Hii CAF Confederation ama Champions. My friend, ilifika 3 tukasema hizi tukafake keeper ameumia na hatuna keeper mwingine na hatuwezi endelea. Kwa hivyo ukifananisha mchezo wako kuna ile style of play. Unalinganisha style yako ya kucheza kama na mchezaji kama gani ambaye? Wengi walikuwa wananiita Kadenge. Kadenge. Kwa sababu hata baada ya hapo wakati nilikuwa Mafuko, but mbaya tukakuwa relegated na tukashindwa kuwa na sponsorship, hatukuweza kuendelea. So tukakuja tu ndio nilijoin Kem University, wakanipatia scholarship ya kufanya nursing through Irare Mkasa. Although pia nilikuwa nimepata nafasi nyingine Strathmore University, lakini sikuweza kufika huko, nika prefer kujoin hapa Kemu. But sasa hiyo midfield ulikuwa na control kabisa. Messi alikuwa my friend. Angalia mimi ni mfupi na pia at least dribbling skills, passes nilikuwa sawa. Ulikuwa sawa? Hiyo nilikuwa sawa. Na unajua mheshimiwa, ungekuwa na zile kanda za video tungekuwa nafikiria hatuwezi kosa. But wengi wale nimepitia macoach tofauti wanaweza labda kuambia more about my play hizo nyakati. Umesema umeicheza timu ya taifa? Hiyo si nilikuwa nimeitwa hiyo wakati wa Far Beach. Nilikuwa one of the wale walikuwa code. Ni vile hasa hizo gazeti nilikuwa nimezieka kwa kumbukumbu. Nikiitwa kwa sababu hiyo wakati under 17 kwanza aliniona wakati tulienda trials Kasarani na Rakire nikafunga pia nikiwa katikati.
So yeye akasema that boy Aha. ningetaka, but sasa hizo nyakati ilikuwa ngumu pia kufika Kufika. kiwango ya national team because ya mambo mingi. Haikuwa kama saa hii labda mtu anaweza kuwatch kwa kufuatilia hizo enzi. Sasa ukipotea tu kwa hiyo orodha na labda kuwa hakuna mtu anakufuatilia, ingekuwa ngumu Inakuwa sana. ngumu. So hapo ndio niliweza at the same time nikiwa pia Kaga Boys niliweza kupatiwa another scholarship. Wengi hawajuangi hiyo ni Scholarship historia. zako zinakuja kutokana pia na Ball mpira? purely. Oh. Yangu yote ni mpira. Niliweza kupatiwa na Eden Tarrant. Ilikuwa shule ambayo tulibaniwa kwanza tukiwa semis wakati moja katika ball games. But nilikuwa Kaga Boys, but sasa Gilbert Riai akani organizea mpango. Nikiwa form hapa Kaga nilikuwa form 4 by then. Sasa wakaniambia nao kuja ucheze, lakini nikiwa form 3. Oh, form 3. Na ilikuwa Dagoretti. But purely ilikuwa maneno, focus ni michezo. Academic hiyo nayo ilikuwa story nyingine. Na hiyo uniform katika hizi picha labda ndakutafutia uone mavazi kila kitu, nikapatiwa scholarship. Nicheze tu mpira. Hii ingine ilikuwa by the way. Na hiyo wakati pia ndio kuna timu ilikuwa inaitwa Securico. Ilikuwa pia KPL. Brother ya I think alikuwa anaitwa Kelvin Oriech. Either brother ya Marika ama ni brother ya Oriech. Alikuwa hiyo team. So ilikuwa pia tunapata nafasi kuenda kupika zoezi pale. Nilikuwa nimeenda Bidco pia. Ya wakati alikuwa Super League, trials. But sasa vyenye nilikuwa napenda masomo pia, najua pahali background. Nilikuwa naona mpira pia, hata kama nilikuwa naipenda, talanta iko. Focus yangu pia ilikuwa ni balance. So sikuwa na focus sana nikipatiwa hizo nafasi za ball. Bora nilikuwa naitumia tu nipate nafasi ya masomo kwa sababu pia kuraise school fee ilikuwa ngumu sana. So mpira tu kwangu ilikuwa yes by the way, but kwa wengine ni main. Lakini mi masomo pia ilikuwa unaitilia maanani. Ilikuwa the only way ya kuokoa familia. So mpira ilifanya ndio nikapata nafasi nyingi, lakini pia masomo ikakuwa ndio nimeitumia tu ni kama vehicle tu ya kufika pahali nilikuwa nataka. So nilicheza timu mingi hapa Nairobi, Thika, hivyo. Lakini sasa masomo ikanifanya sasa ni focus. Ukaachana na mpira kabisa. Mpira ikakuwa unaweza kumbuka siku yako ya mwisho labda kucheza mpira wako wa mwisho competitively, alafu ukaamua labda sasa wang boots? Competitive apart from hiyo tu tulicheza Kem University, kwa sababu tulienda hizi magames za East Africa mingi, na pia apart from university kuna team ilikuwa inaitwa Wango. Pia ilikuwa ya hizi farms hapa, I think ilikuwa Timau. Hiyo pia ndio tulicheza the last competitive football. From there ndio niliweza kuacha. Ukasema acha tujaribu masomo kidogo. Historia yako nzuri sana. Unajua mimi sikuwa nafahamu kama umecheza Premier League. Tumecheza. Kadi nitakuonyesha hizo kadi. Nafikiria niko nazo hapa. Na labda kwa Premier League ni huku Meru ni akina nani wengine mlikuwa mnacheza nao kama unaweza wakumbuka? John Muthe, Jona. In fact hata yeye alikuwa na nafasi ya kuingia pia. Alikuwa goalkeeper lakini although alikuwa anacheza pia. Alikuwa na nafasi pia kuwa Harambee wakati wa Fabich. Na Bena moja. Bena huyu moja Bena. Messi. Huyu cheza Mary Paris. Okay. Mfupi Bena alikuwa. Dao. Nani wale wengine? Walikuwa wengi. Hiyo nyakati Odhis alikuwa pia one of the best players ulikuwa naye Meru, although yeye aliweza kupata nafasi ya kwenda Utalii, Tusker, Gol, mpaka Simba, I think Tanzania. So hakuweza
apart from under 17 hatukupata nafasi kucheza Premier League na yeye. But wao ndio walipata nafasi ya Mafuko Bombers kabla ya sisi. Mimi nasema hapo kazi safi. Mimi sikuwa nafahamu kama umepiga Premier League. Unajua Premier League tulikuwa tunashangaa labda huku Meru ni Dube. Ilikuwa dhani Dube labda ndiye alikuwa anawakilisha Meru sana. No, yeye alikuwa sawa. Although kuna wengi pia walikuwa wamewakilisha. Ni vile kwa majina unajua gap ilikuwa kubwa ya miaka. Yeah. Na wao waliweza kutuwakilisha vyema kabisa. Kulikuwa na Zangi pia wa hapa tu jirani. Na walikuwa sawa. Ken mgani? Sijui jina alikuwa anaitwa Ken ni nani? Ninakumbuka. Nilikuwa nadhani Rungu. Hapana, Rungu hajacheza bwana. Kulikuwa na Kabesh. Sijui umeiwasikia wapi? Hujasikia. Unafaa ulete hao legend mheshimiwa. Tunawapangia. Leta hao legend. Tunawapangia. Tuwajue. Wako. Kwa hivyo Kaburu. Kuna huyu anakuwa na mkasa tunamuita aje CMC. Alikuwa anafanya CMC. Rafiki yangu sana lakini jina linanitoka. Pia wao walikuwa in fact wao ndio walitangulia kucheza kitambo 80s. So Meru amekuwa sawa. Raju kipa alikuwa Muhindi lakini ndio hapa amezaliwa hapa. Noma sana. Mheshimiwa, sasa kutoka kwa mpira sasa, baada ya unajua mwanaume ni kutafuta kusaka nini, alafu sasa umejipata tena kama waziri wa michezo tena na tena sasa kutoka kwa kaunti yako ambao umezaliwa. Labda nafasi hii ya kuwa waziri wa michezo tangu kuchukuliwa kwako ama kuchaguliwa kwako ulichukua namna gani? Labda tangu kuteuliwa kwako hali imekuwa namna gani hasa kaunti ya Meru kuhusiana pia na michezo? Baada ya uteuzi wangu sijachukulia hii kama kazi. Ndio ni kazi lakini ni nafasi bora nimekuwa naye. Nimepatiwa ya kufikisha labda wengine pahali sikuweza kufika because ni platform ambayo nimepatiwa kwa area ambayo napenda. So mi naichukulia kama one of the best opportunities za life zile nimeweza kupata. Vile vile kama vyenye nilipata nafasi pale university Kemu, nikaleta pia mabadiliko nikisaidiana na mkasa kwa maneno ya michezo katika pale chuo kikuu kwa sababu ilikuwa pia nafasi bora. One of the things nilikuwa nimepatiwa ni conditions. Tunakupatia scholarship lakini lazima ufanye 1, 2, 3. Ndio maana tuliweza kufanya football women ikagrow kupitia kwa coach mkasa na pia viongozi wengine wa department ya sports pale kama Jeff na wengine. Pia ilinipatia nafasi ya kuleta coaching whatever trainings na referee training. In fact referee training ya kwanza 208 ni mimi niliweza kufanya itendeke pale through one of the veteran referee anaitwa Maxim Itul. Nilimleta Meru nikiwa university pale. Nikiwa leader ama kiongozi wa wanafunzi na coach Sianga Rate ambaye alikuwa I think Gor Mahia. Hawa niliweza kuleta pale kwa ushirikiano wa mkasa na kwa sababu ya nafasi ya uongozi. Vile vile ndio nasema hata hii nafasi ya kuwa waziri nilishukuru sana gavana kwa sababu ya kupata kuona for the first time wapatie nafasi ambaye ni kijana ambaye anaelewa masuala ya michezo na amekuwa katika michezo. So sioni kama hatutafanya kitu ama legacy inakuwa ngumu sana kwa wale watakao kuja kuona wanaweza patia mtu ambaye anaelewa na ni taaluma yake ambayo pia ana uzoefu na bado hajafanya kitu chochote. So ni nafasi bora kwa sisi kufanya transformation na kuinua michezo hapa gatuzi letu la Meru. Labda mheshimiwa, ukiangalia ukienda kaunti zingine unapata kaunti kama kule kama Elgeyo Marakwet wanatambulikana na mbio. Ukikuja kaunti kama
kama kaunti kama Mombasa kule ni watu wa kuogelea. Ukikuja kaunti ya Meru sasa, maybe ni mchezo gani ambao labda mgeni akitoka nje angetaka kufahamu Meru labda inajulikana na mchezo gani? Unajua, ndio tunafanya ile tunaita transformation. Mara nyingi sisi hatujajulikana kwa michezo. Hii si kusema hatuna vipaji, tunavyo kwa wingi. Kwa saa hii, msichana ambaye ni bora kwa uogeleaji, swimming, anatoka hapa Meru. And I think anaitwa Mwende or something, kwa jina sikumbuki. Lakini one of the best anatoka sehemu hii. Hiyo ni kumaanisha wakipatiwa nafasi ya mazoezi na mazingira bora, basi wanaweza fanya vyema. Na hiyo ni area moja ningetaka to focus, kwa sababu inatupatia nafasi ya sisi kutambulika nje. Hatuwezi sema kuna mchezo haswa ambao tunajulikana naye, lakini mbio tunaendelea kufanya vyema, na ndiposa unaona kuna wasichana na pia wavulana. Juzi tu kuna mvulana moja ambaye tulikuwa kambi pia ya Kemu University ambayo ilikuwa inaitwa KEMWAC, Kemu Athletics Camp pale Greenland, na alikuwa anawakilisha nchi yetu Tunisia pale juzi. Anaitwa Kimathi kutoka hapa tu. Na kuna wengi kutoka Kiberechi hapa ambao wanafanya vyema katika mbio. Ni vile si wengi kama sehemu nyingine kama Bonde la Ufa. So ukizingatia michezo, kuna wengi wanafanya vyema. Taekwondo the same, lakini sasa si kwa wingi. The same hiyo unaona pia mpira. Tunaweza kuwa tunafanya vyema, lakini hatujafika pahali labda tungetamani kufika. Na ndiposa sasa niko na hiyo nafasi ili tuweze kufanya this the sport tourism destination kwa michezo tofauti, rugby, boxing, athletics na hizi michezo zingine. Tunaweza kuwa kwa saa hii hatujafika, lakini kwa miaka siku za usoni tutafika. Na hiyo tu ndio hakikisho naweza ambia all the stakeholders ama mafans. Leo hatujafika pahali labda vision ambao tuko naye tukiongozwa na gavana na pia mimi kama waziri ambao tunaweza fika, lakini wale wote wameshuhudia pahali tunatoka, anaweza sema hii ni safari ambayo tutafika. Kwa sababu saa hii kwa upande wa kadada ya women football tumefika the highest level ambayo haijai kuwa tena kwa team ya wasichana. Tuko na team ambayo iko division 1, Black Panther Queens. Black Panther wanacheza division 1? Yeah. Hakuna timu ingine ya wasichana imeifika pale Meru. In the historia ya Meru. Hiyo ni kumaanisha FKF na Meru County ushirikiano wao umecreate a platform ya kufika pale. Tulikuwa yes men kwa KPL, Kenya Premier League, lakini tuna team kama Razizia ambazo sasa zinapiga hatua towards that. Wakiendelea kufanya vyema katika hizi ligi, ni kumaanisha kama next year ama 2 years waweze kufika Super NSL, then tutakuwa na nafasi pia kujoin back KPL. Vyenye umeona 3K ya Embu kutoka chini, saa hii wana nafasi ya kuingia Kenya Premier League. The same hata sisi kwa mipangilio ambayo tuko naye tutahakikisha ya kwamba kwa miaka labda 5 ambayo inakuja tuko na timu ambayo inacheza Premier League. Academies, Meru hakukuwa na academies za mpira, lakini sasa tuna academy kama Turivu ambayo Musa Otieno ni one of the coaches pale. Tuna Tarente, tuko na Bingwa, Bidii I mean, na nyingi ambao ni academies ziko hapa ambao zinakuza vipaji kuanzia pale kwa umri mdogo. So hiyo ni kumaanisha tuna framework ama development journey ambao tunajua wakitoka hata under this wanaenda to this level, na hii itaweza kupatia nafasi bora ya team sasa kuwa ziko
competitive na active. So tuwe na ile tu hope. Na pia for the first time tumeanza kurudisha mbio Meru. Ndio maana unaona after even 9 years hatujai kuwa na Governor Cup. Governors Cup. Ndio tunaona Governor Mutuma Super Cup. The first governor ndiye aliweza kufanya cup. Kutoka hapo for the 9 years hakujapata mwingine amefanya. Na unaona pia hiyo ni one of the legacy tutawacha. Tumecementa foundation na the basis ya ule ataweza kuendelea kutoka hapo. Kwa sababu hii Governor Cup pia in the history haijai kuwa na any other sport. Saa hii tumeintegrate pamoja football na athletics. Ndio unaona kama saa hii kwa hii Governor Cup tumeweza kufanya athletics trials mbio pale Nkobo Stadium. Tumetoka pale tumeenda Mwariama Stadium tumefanya mbio sehemu tofauti. Tutatoka saa hii wiki tunaenda ilikuwa iwe Timao Stadium lakini tumeipeleka Ngondua pale grounds, na baada ya hapo tutakuja Kinoru Stadium na tutakuwa tumezunguka kaunti mzima tukiangalia vipaji na pia tukiwa na agenda ya kupromote other campaign ambayo tuko naye katika hii Governor Mutuma Super Cup. So hiyo ni kuonyesha kwamba gavana na waziri wake wanashirikiana ili tuweze kurudisha ile msisimuko wa michezo hapa Meru. Baada ya hapo tutafanya other discipline tournament zao ili tuweze raise awareness ya umuhimu wa michezo hapa Meru. Na hiyo ndio framework ambayo tunaendelea kufanya. Ukiangalia saa hii kaunti yetu imeweza kutrain 8 referees waamuzi wa mchezo wa soka hapa Meru County, which has never happened before. Hakuna pahali kaunti imejitolea kuweza kusponsor referee ndio officiate ni ya match ziweze kwenda juu. Na for the first time tumepata referee at the FIFA. Kuna badge wa kutoka hapa tena ni msichana. Anachezesha nini? FIFA level. That means wewe sasa dunia mzima hakuna pahali huwezi chezesha mpira. Si ndio? Unaona? Anaitwa nini tumpe maua yake? Kendi. Okay. Kendi ni wa kutoka tu hapa I think Kegembe. Na pia tuko na Evans ambaye ametoka hapa tu Bore. Na hao ni vijana ambao wako na future ya kufika kama vyenye tunaona sasa Africa Champions. Tumewakilishwa na marefari 4 pale kutoka nchini Kenya kama profesa. Si unajua kuna profesa mmoja tuko naye huko. Anaitwa nani? Jina inamtoka. Professor of mathematics. Oh, jina inanitoka lakini anajua tu ni professor mathematics. Anakipiga huko nini huko Morocco. Nitakumbuka. Lakini sasa ndio nakwambia sisi the foundation ya both referees in the next 1-2 weeks tunakuwa na train ma coaches bado sponsored by the county government. We have a class ya 30 which almost 60 coaches ili tuwe na ile introductory course ambayo tumechange mfumo. Kitambo ilikuwa tunaanza na CAFD. So this week tutakuwa tuna sponsor next I think kutoka tarehe 26 for 5 days we'll be sponsoring coaches waweze kupata ile mafunzo so that from the foundation watoto wakiwa shule wanaweza pata good foundation ya kucheza ball. They get the right skills, the right knowledge na ndio tuweze kukuza vipawa from the grassroots. Na ndio maana tumeshirikiana na schools. Ilikuwa kwa shule wakati walikuwa na michezo yao na tukawapatia equipment. Primary school, secondary school na ile tunaita special education need school. Wote tuliweza kuwa support vile tulikuwa tunaweza na tukapata na shule moja Giantune iliweza kutuwakilisha the national level. So ni kumaanisha kwamba if we continue supporting these schools wataweza kwenda mbali katika michezo. So hizi ni hatua ambazo chache tunapiga. Na this month
ambayo inakuja. Tutakuwa na marathon Mount Kenya Mountain Run ambayo pia ni muhimu sana kwa wanariadha, kwa sababu tulipigania ili tuweze kurudishwa kwa kalenda ya AK. So baadhi ya vitu ambayo naweza jivunia kwa saa hii na serikali ya Gavana Mutuma ni kurejesha mambo ambayo yalikuwa amekwama kwa Rimright. Moja ikiwa ni hiyo gavana ambayo tumeimprove na pia nakumbuka katika hii mchezo ya gavana ni both men and women. Watoto wa kike bado hawaachi nyuma. Na equality ambayo tuna promote, ndio maana niko waziri wa gender. Bado hata kaa nafasi za ile tunawapatia award ziko the same. Tukipatia wanaume equipment tunawapatia pia wasichana. Tukiwapatia kama ni mita 1 tunapatia pia hao wengine mita 1. Hii haikuwa imeonekana hapo before. Wanaume tu ndio walikuwa wanapangiwa michezo. So unaona tofauti ya hii Governor Cup ni tofauti hata na ile imeichezwa. Na hiyo ni patarajio, na pia hii run ambayo tunakuja kuwa naye pia itakuwa improved. Though ile ina three objective. Haiko tu ku sport, hapana. The same with the Governor Cup. Kuna vitu ambayo tunaifanya inakuwa special. Ndio maana inaambiwa ni more than a game. Kwa sababu tunahimiza wasichana wasiweze kupata mimba za mapema, early teenage pregnancy, mambo na kupigana na mihadarati, mambo pia na ile tunaita gender based violence. So these are platform ambayo tunatumia, tunavyokuza vipawa, tunawakumbusha kuna majukumu mengine lazima upigane naye kama unataka kuwa mchezaji bora ama kutegemewa hapo in the future. The same na hii run. Tunakimbia ili tuweze kuhimiza ama create awareness mambo ya cancer, na pia kuhakikisha ya kwamba we conserve our environment, ile tunaita environmental conservation na sport tourism. Ndio kwa sababu tunahakikisha kuna wageni wengi wanakuja kushiriki katika ile mountain run. So ukiangalia for many years pia ijakuwa ikiendelea through our government tumeirudisha kwa calendar and it will happen starting very soon, na pia wewe uregister. Nitajiandikisha. So kuna mengi viwanja tunaanzia kuvitayarisha kwa sababu kama Nkobo Stadium maybe kwa miezi 2 inayokuja tutakuwa tukifence ile uwanja. One, kufence ni tuweze secure what labda ijakuwa grabbed. Number 2, team ambazo zitakuwa tukitumia hiyo uwanja wanaweza fanya gate correction na wanaweza support the local teams ambazo zitakuwa zikiendelea hapo. Kiberechia still will be fencing, kufanya ukuta ambao pia itakuwa na kusaidia kuimprove hiyo uwanja. Hizi ni baadhi ya uwanja ambazo at least tuko in charge, but in the next budget ambao ni mwaka wa serikali unaokuja tutakuwa tuna focus na Timao Stadium, tuangalie pia Mwariamana Uhuru Stadium, jinsi tunaweza improve katika zile stadium. Maua na hii Kinoru Stadium. In fact tutakuwa na hii discussion maybe at a higher level kuona stadium imeweza kurudi katika management ya Meru County kwa sababu saa hii bado iko under Sport Kenya na we are losing a lot. One, we are losing in terms ya revenue kwa sababu revenue yote ambayo inachukuliwa pale inaenda Sport Kenya. This is a facility ambayo ni ya Meru County and we are engaging ili tuweze kuona in the next 3 months whether watakuwa wamekamilisha kuitengeneza kama vyenye tuliagree kwa MOU ama itakuwa hivyo, lakini lazima Meru County ichukue uwanja tena, wacha wao tuweze kutafuta budget kwa ile pesa tutakuwa tukichukua ili tuweze kuimprove ile facility, kwa sababu imekaa hivyo na bado kuna mambo mengi hajaweza kufanyika. Kuna waziri wamekuwa ukikuja hapo katika uwanja wa Kinoru anasema kunafaa kufanyike mabadiliko renovation
waziri huyo mwingine anatoka, mwingine anaingia, nasema waziri wa kitaifa. Labda unaona kama kutakuwa na suluhu, labda huo uwanja uweze kukamilika kabisa, na unaona kuna haja ya serikali ya kaunti kupewa uwanja kipindi ambacho hali ya uwanja kwa sasa iko mzuri vile? Unajua, hii ndio tunaita ni changamoto, kwa sababu katika uongozi lazima ufanye uamuzi fulani. Labda itakuwa inafurahisha wengi na si popular, kwa sababu swali na ningetaka kukuuliza ama kuuliza wenzetu, tumekaa miaka nafikiria sasa karibu 10 hiyo uwanja ikiwa inafanyiwa marekebisho. Na kulingana na ile agreement, makubaliano ambayo tulikuwa naye, walikuwa watengeneze kwa shorter period ndio waweze sasa kurejesha hii uwanja kwa management ya county, ya serikali yetu ya county. Haijaweza kufanyika. Nilikuwa na nafasi ya kukutana na Amina wakati alikuwa minister wa michezo. Kabla hapo kulikuwa na mwingine ambaye sikumbuki, lakini pia nilikuwa na nafasi pia kukutana na Matiang'i. Hakuwa kwa michezo, lakini hiyo wakati alikuwa super CS na akakuja ili tuweze kutayarisha vyenye rais atakuja kuifungua. Na pia kulikuwa na waziri mwingine PS Kaberia ambaye alikuwa anatoka hapa Meru. Tulikuwa pia na yeye hapo katika hiyo uwanja. Baada ya hapo hata majuzi tukakuja na before Murkomen, after Murkomen kulikuwa na Babu na Mwamba. Pia yeye alikuja na tukakutana katika huu uwanja. Bado wakituhakikisha. Juzi tu tumekuwa na Erija ambaye ni PS, tukakuwa na Mvuria pia ambaye ni cabinet secretary, na tukakuwa na CEO wa sport fund ambao wana support ujenzi wa stadium. Si ati tuna doubt labda hakikisho ambayo serikali kuu imetupatia, lakini tunasema hivi, tuwe na mafikra ya kwamba munaweza bado kuitengeneza, lakini ikiwa under management ya Meru. Kwa nini? Ndio tuweze hata sisi kupata share ya hii resource in terms of revenue. Number 2, kuna vitu mingi idle spaces na hatuna nafasi za ofisi mingi. Tungetaka pia ofisi ya county iweze kukuja pale ya sports ili iwe karibu na vijana na pia other stakeholders wa sports. Na hii itatusaidia ili kuona tunaweza maintain ile facility, kwa sababu kama jua ikifika hiyo wakati nyasi inakuwa ni vumbi. Tunaelewana? Vio pia sometimes inakuwa challenge. So these are things tunasema lazima pia sisi tuwajibike kwa ile correction ya fee ambayo tutakuwa tukipata pale, inafanya majukumu ambayo labda kwa saa hii tunasikia haiwezi kufanyika. Ndio kuna wale wanafikiria maybe tungoje mpaka siku ile itaweza kukamilika. Lakini sasa ni siku gani hiyo itafika ili tuweze kusema imeweza kukamilika, kwa sababu lazima tunaomba tu viti the seat ziweze kuwekwa the stadium mzima na pia floodlight. There is no way uwanja inaweza kuwa international kama ina floodlight, kwa sababu kuna michezo inachezwa asubuhi na usiku. So hizo ndio vitu zile muhimu, na pia plain turf. Lazima hiyo nyasi iwe na proper irrigation na iko standard. In fact, ingine inaweza kuwa ngumu, lakini plain service ndio haiwezi kuwa compromise. Hii itatusaidia kurudisha timu ya Premier League pale, tuweze kupata more revenue na tuweze pia kufurahia michezo ya hali ya juu na pia tuweze kuona kama federation ambayo pia nafanya kazi tumeleta timu za CAF ama macheza hata kama ni madem na wengine kuchezea pale. Kulikuwa na kuna si kama ilikuwa fununu Tusker walikuwa wamekuja kuangalia kama wanaweza fanya kama iwe home ground. Already umeona Ulinzi wamekuwa wakicheza hapa kama their home ground. Tusker wamekuwa wakicheza hapa kama home ground. Kuna timu nyingi zimekuwa zikiomba wakuje hapo kwa sababu wanaona mashabiki wengi wetu wanatokea kwa wingi. So there are teams.
But sasa hiyo ndio discussion tunasema will advise the necessary organs tukiwemo kuhakikisha tumerudisha management ya mpira wa stadium hapa Meru. Na hiyo kwa miezi labda 3 ama 4 tutakuwa tumepatiana direction on that, because even the MOU terms iliweza kupita, so in the by law sisi ndio tunaistahili hata tumechukua hiyo kwa sababu hata ukiangalia uwanja wa Kinoru kuna baada ya miaka 2 kutoka Morocco, sasa kutakuwa na AFCON Kenya na hata kama ni mazoezi timu zile zimetoka nje zinaweza kuwa zinapiga mazoezi hata kama ni uwanja wa Kinoru, kwa sababu naona pia ni uwanja mzuri. In fact kama unaweza kumbuka the purpose ya kutengeneza uwanja ilikuwa kuhost CHAN hiyo ile iliahirishwa na hii ndio nafasi nyingine tuko naye tuna host AFCON. So ni kumaanisha hiyo wakati imebakia tunaweza bado kuwa na nafasi ya kuona hata kama ni mechi fulani imeletwa kwa hii stadium, kama tunaweza kuwa still kufaulu na mazungumzo between sisi na Sport Kenya na labda serikali kuu ili tuweze kuona hata kama si brain labda hata mazoezi timu fulani zinaweza kuja hapa na hali ya uchumi itaweza kuwa at least inasaidia watu wa Meru. Labda waziri, kutokana pia na umezungumzia mengi, serikali imepanga kufanya vitu mingi sana kuinua mpira, lakini kuna wale ambao wanacheza sasa, wachezaji ni mojawapo ya watu ambao wanaumia sana. Ukiangalia wachezaji kuna msemo fulani unasema ni misemo tu ya vijana, wanasema houseboy amemshinda boss kitambi. Sasa unaweza pata mchezaji ako na kipaji au anakimbia ama anarusha mkuki ama anafanya badminton, ako na kipaji, lakini yule ambaye anamsimamia yeye ndiye anakula vizuri kuliko mchezaji na yeye ndiye ako na kipaji. Labda swala kama hilo Meru umekuwa ukilishuhudia na labda umekuwa mkilitatua namna gani? Kwa sababu kama ni mpira wa soka unaweza pata wachezaji wanajituma sana lakini unapata ile kitu ambayo inatokea, labda wengine wanasikia wanagoma, wengine hawana kitu. Tunaweza improve aje maisha ya wachezaji hapa katika kaunti ya Meru? Unajua changamoto kubwa sana katika michezo ni wafadhili. Shirikisho, they are not sponsors wa team. Shirikisho hakuna kitu ambacho wao wanapea. Tuseme kama ni wachezaji, kama ni wanacheza Division 1. Na hiyo ndio lazima watu waweze kuelewa. The functions za maneno labda, na si kwa saa federation peke yake ya mchezo wa mpira, hata these other federation, KFF na pia other association, their major role ni kufanya ile tunaita kuorganize. The only labda kitu hata serikali yenyewe inasimamia ni national teams ambazo zinaenda on a national duty kucheza labda nchi zingine. But teams za local teams, FKF haina hiyo uwezo. Marefa wanalipwa na nani? Referee by the way ni contribution ambayo inafanywa na teams ama sponsors. Si pesa, hata kama tunatumia labda tuna correct, lakini hiyo si pesa ya federation ndio walipa. Na hiyo ndio kitu ile registration fee ambayo teams inafanya kuingia ligi fulani, hiyo ndio inagawanyishwa ili waweze kulipa referees. So hiyo hailipi na federation, but we correct to organize, to facilitate hizo kufanya fixtures, to appoint labda mareferees na hizo other management things. Hiyo ndio kazi ya federation. So federation are not sponsors per se for teams. Na one, they would help kuangalia labda tunaweza pata sponsor fulani, kama saa hii Kenya Premier League Sports Pesa Premier League, they are the sponsors wa hiyo level. The same way unaona kama county government ya Meru
na shirikisho letu la county FKF wana create a conducive environment ili wengine waweze kupata nafasi ya sponsors kukuja kufanya kama for example tournaments. Tumekuwa na Bingwa Fest tournament, tumekuwa na Betika tournament, tumekuwa na SportPesa tournament, tumekuwa hata na Kasa Games. Hizi zote ni environment mzuri katika uongozi, inawafanya tupate nafasi bora ya kuhost hizi michezo. But teams without sponsors inakuwa ngumu sana, because one, how many teams can a county government support na budget yao? A team like ile inacheza kama Razizia ama hata Black Panther, on average they may use almost 4 million run for the whole season. Na hiyo ni ile umeangalia uona lowest point. Ukiangalia 3K juzi nilikuwa nao na Oriza, their budget wanasema it's around 10 million. Unaona? So how many teams unaweza sema FKF ama ile inaweza support? And we have more than 650 something teams na zile zina participate league around maybe 400 on average in different leagues. So that means unless tuendelee kutafuta wadhamini, itakuwa ngumu sana labda wengi kupata kusema mpira ni ajira kwa. Labda ni nini imebaki, kwa sababu ukienda kuangalia hizi mechi zimekuwa zikichezwa hapo Kinoru, uwanja unajaa. Watu hata wanatoka makanisani mapema wanaenda kuangalia mchezo. Kumekuwa na pia hizo Bingo Fest, kumekuwa na SportPesa, kumekuwa na hizo Kasa, zote zimekuwa zinakuja Meru. Michezo mingi imekuja kaunti ya Meru by the way. Na ni kitu gani labda kimebaki kwa wadhamini hasa kutoka hapa Meru hawajapata kufahamu labda mchezo unafanyika na mashabiki wanajaa katika uwanja wakisema kama Kinoru ama hapa Meru? Wadhamini nini kingine labda hawajapata labda?